Karibu tena msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya 6. Tega masikio yako, simulizi inaendelea kunoga na kusonga mbele. Usisahau kulaiki, kushare na kusubscribe chaneli hii ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Mwajei alitoka hospitalini akiwa amepoteza nguvu kabisa. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka huku machozi yakimtoka mfululizo. Karatasi ya majibu ya vipimo alikuwa ameishikilia kwa nguvu kana kwamba bado alikuwa haamini kile alichoambiwa. Umeathirika na HIV. Maneno yale yaliendelea kujirudia kichwani mwake kama sauti ya radi. Alitembea barabarani bila hata kujua anaelekea wapi. Watu walikuwa wakipita pembeni yake. Magari yalikuwa yakipiga honi. Lakini kwake kila kitu kilionekana kama ndoto mbaya. Mwisho akaamua kurudi nyumbani kwake. Nyumba ambayo zamani ilikuwa imejaa muziki, starehe na wanaume tofauti tofauti. Sasa ilikuwa kimya kama kaburi. Alipoingia ndani, akakaa chini na kuanza kulia kwa uchungu mkubwa. Alijitazama kwenye kioo. Uso wake ulikuwa umechoka. Machoni pake hapakuwa tena na furaha. Kwenye kioo hakumuona tena yule Mwajei aliyekuwa akijiona malkia wa mjini. Alimuona Mwajuma, binti wa kawaida kutoka Mtwara ambaye alitoroka nyumbani akidhani maisha ya mjini ni rahisi. Akaanza kujilaumu. Kama ningemsikiliza mama. Kama nisingetoroka nyumbani. Kama nisingeingia kwenye maisha ya ukahaba. Lakini majuto hayakuwa na uwezo wa kurudisha siku nyuma. Siku zilizofuata hali yake ilizidi kubadilika. Marafiki waliokuwa wakimzunguka kila siku walipotea kabisa. Simu yake haikupigiwa tena. Wanaume waliokuwa wakimwaga fedha kwake hawakuonekana tena. Sandra hata alipomsikia kuwa Mwajei ni mgonjwa alimkwepa. Siku moja Mwajei alimfuata Sandra kwenye baa aliyokuwa akikaa mara nyingi. Alipomwona Sandra alikunja uso. Mwajei, umebadilikaje hivi? Mwajei akaanza kulia. Nahitaji msaada. Sandra akatikisa kichwa. Kila mtu ana maisha yake. Mwajei akasema, lakini tulikuwa marafiki. Sandra akamkatisha na kusema, mjini hakuna urafiki. Maneno hayo yakauchoma moyo wa Mwajei kama moto. Ndipo alipogundua maisha ya gizani hayakuwa na upendo wa kweli. Usiku mmoja akiwa amelala peke yake, alianza kufikiria nyumbani kwao. Alimkumbuka mama yake akimpikia chakula. Alimkumbuka baba yake alipokuwa akimpeleka shule. Alikumbuka jinsi walivyokuwa wakimpenda. Machozi yakaanza kumtoka tena. Alichukua simu yake kwa mikono inayotetemeka. Kwa miaka mingi hakuwahi kupiga simu nyumbani. Lakini usiku huo aliamua kumpigia mama yake. Simu ilipopokelewa upande wa pili, sauti ya mama yake ilisikika. Halo. Mwajei alishindwa kuongea. Alianza kulia tu. Mama yake alishtuka. Mwajuma. Ilikuwa ni mara ya kwanza baada ya miaka mingi Mwajei kusikia jina lake halisi. Mwili wake ulisisimka na kusema, mama nisamehe. Mama yake akaanza kulia pia. Mwanangu, uko wapi? Mwajei akashindwa kujizuia. Maisha yamenishinda mama. Baada ya mazungumzo yale, moyo wa Mwajuma ulianza kubadilika. Kwa mara ya kwanza alitamani kuacha kabisa maisha aliyokuwa akiishi. Lakini haikuwa rahisi. Mwili wake ulikuwa umechoka. Akili yake ilikuwa imejaa huzuni. Na kumbukumbu za mambo aliyowafanyia watu zilianza kumtesa kila usiku. Aliwaona wanaume aliowaibia. Aliwakumbuka watu aliowalewesha. Aliikumbuka sauti ya Kelvin aliposema,
Leo unalipia yote uliowafanyia wanaume. Kila usiku alilia mpaka usingizi unampitia. Siku moja alipokuwa amekaa nje ya nyumba yake akiwaza, mtoto mdogo aliyekuwa akiombaomba alimfuata. Dada, naomba hela ya kula. Mwajuma akamtazama yule mtoto kwa muda mrefu. Akamkumbuka yeye mwenyewe alipofika Dar es Salaam akiwa hana chochote. Akaingia ndani na kumpatia chakula pamoja na fedha kidogo. Mtoto yule akamwambia kwa tabasamu, asante dada. Maneno hayo madogo yaliugusa moyo wake sana. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Mwajuma alihisi ubinadamu ukianza kurudi ndani yake. Lakini bado hakujua safari yake ya maumivu ilikuwa haijaisha. Itaendelea sehemu ya 7. Kurudi nyumbani kwa machozi. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manumbu, ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali na yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya 7. Asante sana.